Afrika Mashariki ni saa 12 kamili asubuhi, sawa na saa 11 Afrika ya Kati na baadhi ya maeneo ya maziwa makuu. Ujambo, mimi ni Skola Kisanga na karibu katika Amka na BBC. Katika matangazo haya Amka na BBC asubuhi hii, manowari za jeshi la Israel zimekamata msafara wa kimataifa uliokuwa ukijaribu kupeleka misaada ya kibinadamu huko Gaza na kukamata wanaharakati waliokuwa ndani ya meli hizo. Mtaalamu wa wanyama wa Uingereza Jane Goodall amefariki akiwa na umri wa miaka 91. Aliwapenda sokwe kutoka moyoni, na haikuwa tu upendo kwa sokwe mtu, bali upendo pia kwa binadamu wengine ambao walikuwa wakifanya nao kazi, jamii iliyokuwa inamzunguka. Na je, mpango mpya wa Marekani wa kumaliza vita vya Gaza unaoungwa mkono na Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ni wa kuaminiwa wakati vita hii sasa ikitimiza miaka 2? Mapatano hayo ya amani yatakuwa vigumu wakati mwingine kukubalika kwa wakazi wa Gaza, ingawa jumuiya ya kimataifa inategemewa sana kuunga mkono juhudi hizi. Alhamisi Oktoba 2 mwaka 2025, lakini kwanza ngoja mwenzangu Sarafina Robe akusomee muktasari wa habari za ulimwengu. Sarafina. Naam Skola, asante sana. Tukianza ni kuwa meli za kivita za Israel zimezuia meli za kimataifa au flotila zilizokuwa zikijaribu kupeleka misaada ya kibinadamu Gaza na kuwaweka kizuizini wanaharakati waliokuwa ndani ya meli hiyo. Esther Lombano na maelezo zaidi. Mwanaharakati kutoka nchini Sweden, Greta Thunberg, ni mmoja ya waliokuwemo kwenye meli hiyo ya kimataifa. Picha zilizotolewa na jeshi la Israel zinamuonesha akiwa amekaa kwenye moja ya meli hizo huku akizungumza na mwanajeshi. Wizara ya mambo ya nje ya Israel imesema meli kadhaa za kimataifa zilisimamishwa kwa nia njema na waliokuwa kwenye meli hizo kuhamishiwa hadi bandari ya Israel. Msafara wa meli hiyo yenye zaidi ya boti 45 ina takriban wabunge 500, wanasheria na wanaharakati. Na kufungwa kwa mara ya kwanza kwa serikali ya Marekani katika miaka 7 kumesababisha huduma zisizo muhimu sana kuanza kusimamishwa. Mamia ya maelfu ya watu wanakaa nyumbani bila malipo, huku mvutano kati ya Republican na Democrats kuhusu mpango mpya wa matumizi ukiendelea. Hakeem Jeffries ni seneta wa Democrat, amezungumzia hali hiyo. Tunahitaji tu Republicans yenye busara kukaa chini na kufanya mazungumzo na sisi sote ili kufungua tena serikali, ili kutunga muswada wa matumizi ambayo kwa hakika utashughulikia mzozo wa afya wa Republican ambao unawaathiri watu wa Marekani. Uchambuzi wa BBC umegundua kuwa Ukraine imeongeza kwa kiasi kikubwa mashambulizi ya ndege zisizo na rubani dhidi ya vinu vya kusafisha mafuta vya Urusi mwaka huu, na hivyo kusababisha uhaba wa mafuta katika baadhi ya maeneo ya nchi hiyo. Idadi ya mashambulio yaliyoripotiwa mengine ndani ya maeneo ya Urusi imeongezeka tangu mwezi Agosti. Na salamu za rambirambi zinamiminika kumhusu mtaalamu wa utafiti wa kisayansi kuhusu sokwe na nyani, yani primatologist wa Uingereza Jane Goodall, ambaye amefariki akiwa na umri wa miaka 91. Mhifadhi huyo alikuwa mtaalamu ulimwengu wa sokwe na nyani. Umoja wa Mataifa ulisema anaacha sifa kubwa. Njia tangulizi za Jane Goodall za kusomea ama kuwasoma kuhusu sokwe zilifichua kuwa walitumia zana na kuwa na jamii, hivyo basi kupendekeza uhusiano wa karibu kati ya binadamu na sokwe. Hii ni BBC. Na hivyo ndivyo ambavyo Sarafina Robi anavyomaliza kukusomea muktasari wa habari za ulimwengu. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC, ikikutangazia kwenye FM na redio ya shirika mbalimbali. Kama uko kule Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunasikika kupitia redio Muungano Beni. Kule nchini Kenya unaweza kutusikiliza kupitia Pamoja FM na Mwenedu FM. Nchini Tanzania Radio 1 ya Dar es Salaam na Radio Free Africa Mwanza. Uganda Radio Paidha pamoja na Radio Kitara. Internet ni katika bbcswahili.com. Matangazo haya pia msikilizaji yanakujia moja kwa moja kupitia ukurasa wetu wa Facebook. Kwa sasa unaweza tu karambaza hapo kaandika BBC Swahili na utatusikiliza moja kwa moja. Mimi ni Skola Kisanga na tafadhali
Karibu tuweze kuangazia taarifa mbalimbali asubuhi ya leo, tukianza na taarifa hii ambapo jeshi la Israel limezikamata meli kadhaa zilizokuwa zikielekea ukanda wa Gaza zikiwa zimebeba misaada ya kibinadamu na kuwatia mbaroni wanaharakati waliokuwemo, akiwemo wanaharakati maarufu wa mazingira kutoka Sweden, Greta Thunberg. Kwa mujibu wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Israel, meli hizo ambazo ni sehemu ya msafara wa kimataifa wa Global Samand Flatla zilisimamishwa salama na abiria wake kupelekwa katika bandari ya Israel. Martha Saranga na maelezo zaidi. Israel imesema meli hizo ziliagizwa zibadili uelekeo wake mara moja kwa kuwa zilikuwa zinakaribia eneo la mapigano. Hata hivyo, kundi la GSF limeeleza kuwa hatua hiyo ya Israel haikuwa halali wala ya kujilinda. GSF pia limeishutumu Israel kwa kudai kuwa moja ya meli zake iligongwa kwa makusudi baharini. Imeandika kwenye mitandao ya kijamii kuwa wanashambulia msafara wa amani wa kiraia kwa sababu mafanikio ya misaada ya kibinadamu yanamaanisha kushindwa kwa hatua yao ya kuzingira Gaza. Israel imesisitiza kuwa meli hizo zilikuwa zinakiuka vizuizi halali vya kivita vya baharini karibu na ukanda wa Gaza, ingawa bado haijafahamika wazi ikiwa meli hizo zilikuwa zimeingia katika eneo hilo lililozuiwa. Video iliyochapishwa na Israel inaonyesha Greta Thunberg akiwa ameketi kwenye meli akipewa maji na koti na mwanajeshi wa Israel. Taarifa ya moja kwa moja kutoka kwenye meli hiyo zinasema si meli zote zilizokamatwa kati ya 44 zilizofanya safari au kuondolewa abiria wake. Serikali ya Israel imeuita msafara huo kuwa ni uchokozi, huku kisisitiza kuwa Greta na wenzake wako salama na wenye afya njema. Kwa mujibu wa GSF, baadhi ya meli zilizokamatwa ni pamoja na Alma, Surus na Adara. Pia wameishutumu Israel kwa kudhoofisha mawasiliano ya meli hizo kimakusudi ili kuzuia kutuma ujumbe wa dharura kuhusu ukamataji huo. Ni taarifa yake Martha Saranga. Mtaalamu wa wanyamapori wa Uingereza Jane Goodall amefariki akiwa na umri wa miaka 91. Alikuwa mtaalamu maarufu duniani wa sokwe na uchunguzi wake ulisaidia kufichua uhusiano wa karibu kati ya binadamu na wanyama hao. Jane Goodall alikuwa mtu wa kwanza kuweza kurekodi tukio la mnyama akitumia kifaa, ambapo sokwe dume alikuwa akitoa mchwa kutoka kwenye kichuguu kwa kutumia kijiti. Kabla ya hapo ilidhaniwa kwamba binadamu peke yake ndio alikuwa na uwezo huo. Goodall aligeuka kuwa mwanaharakati akifanya kazi ya kuelimisha mamilioni ya watu duniani kuhusu pia mazingira. Nimezungumza na Butati Nyundo ambaye amefanya kazi na Jane Goodall kwa miaka 15. Tumegubikwa na giza la kuondokewa na nguli katika idara hii ya wanyamapori aina ya primate kwa maana primatolojia, kwa sababu yeye ni mtu ambaye alikuwa ni watu wa mwanzoni kabisa kusoma na kututambulisha kwa maana ya kutafiti wanyama jamii ya sokwe. Alifuatiwa na mtu wa karibu ambaye alikuwa ni profesa mwingine ambaye tulishampoteza. Alikuwa katika hifadhi ya taifa ya milima ya Mahale ambaye alifariki mwaka 2011, lakini alichelewa kwa miaka 5. Kwa Jane Goodall alianza kabla ya mwingine yoyote kwa maana ya kujifunza na kuwasoma sokwe kwa kipindi kirefu. Unadhani wewe kama mtu ambaye umefanya naye kazi, Jane Goodall atakumbukwa kwa mambo gani hasa? Moja kati ya mambo ya msingi kabisa ni pamoja na ugunduzi wake wa kipekee kabisa wakati anaanza kujifunza kuhusiana na wanyamapori aina ya sokwe mtu, ambapo kipindi hicho dunia yetu ilikuwa haitambui chochote kuhusiana na viumbe wengine, hasa viumbe waliokuwa wanashabihiana na sisi, kwa sababu sokwe ni wanyama ambao wameshabihiana kwa sisi kwa kiasi kikubwa sana. Kwa dhumuni la kuwajifunza wao ilikuwa ni kutaka pia kujua kuhusiana na sisi binadamu. Kwa moja kati ya vitu ambavyo alifanya ugunduzi mwanzoni kabisa ilikuwa ni kugundua matumizi ya vifaa kwa maana ya tool ambayo sokwe walikuwa wakifanya. Amefanya gunduzi nyingi za msingi za kutusababisha sisi binadamu tukajitambua zaidi kuliko ambavyo tulikuwa tunajitambua mwanzoni. Katika maisha yake ama enzi za uhai wake aliamua kuishi kwenye hifadhi ya Gombe inayopatikana Tanzania. Kitu gani hasa ambacho utamkumbuka nacho na unazungumziaje maisha yake aliyokuwa akiishi na sokwe? Aliwapenda sokwe kutoka moyoni. Tofauti na mtu mwingine anafanya kazi na wanyama kwa sababu tu ni sehemu ya kazi, lakini yeye ilitoka moyoni. Na haikuwa tu upendo kwa sokwe mtu, bali upendo pia kwa binadamu wengine ambao walikuwa wakifanya nao kazi, jamii iliyokuwa inamzunguka. Na kwa kujitoa kwake katika umri mdogo, akiwa ni mtoto wa kike kutoka nchi za mbali, akisindikizwa na mama yake kuja kuanza kufanya shughuli zake za utafiti wa sokwe katika hifadhi mapori la misitu ya Gombe,
ilikuwa ni jambo kubwa sana, na atakumbukwa kwa mengi kwa sababu amefanya makubwa kwa maana ya kujituma na kujitoa na kuhakikisha sokwe wanazoeshwa, wanazoea watu na wanaweza kukaribiwa na kufungua mwanga kwa maeneo mengine kuendelea nao kujifunza na kuzoesha sokwe. Na mazungumzo yangu hayo na Butati Nyundo yanakamilika hivyo, ambaye alifanya kazi na Jane Goodall kwa miaka 15. Mji wa El Fasher nchini Sudan umekuwa ukizingirwa kwa zaidi ya siku 500 sasa, ambapo raia 300,000 wakiwa wamekwama ndani, nusu yao wanakadiriwa kuwa ni watoto. Umoja wa Mataifa umetaja mji huu ambao upo katika jimbo la Darfur Magharibi kuwa kitovu cha mateso. Maelfu ya watu wanahangaika kupata chakula, huku mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani yakiongezeka na kusababisha maafa ya watu kadhaa. Ni vigumu mno kuripoti kutoka ndani ya El Fasher, lakini BBC imeshirikiana na waandishi wa habari huko ambao walikwama na wanatupa taswira ya kila siku inayokumba wakazi wa eneo hilo. Tunakutahadharisha tu kwamba ripoti ifuatayo ya Barbara Plett Asher inayowasilishwa na Leila Muhammad ni ya kusikitisha. Hii ndiyo sura ya shambulizi baya zaidi nchini Sudan. Ahmed mwenye umri wa miaka 13 alijeruhiwa katika shambulio la makombora hivi karibuni. Bado unaweza kusikia milio ya mapigano. Mama yake anatuambia kwamba anahitaji matibabu, lakini msaada hapa ni vigumu kupatikana. Katika ziara nyingine, alituonyesha majeraha yake, mgongo wake uliokonda ukiwa ukumbusho wa njaa inayokumba mji huu. Hii ni El Fasher iliyozingirwa na wapiganaji wa vikosi vya wanamgambo kwa zaidi ya siku 500. Sasa vikosi vya RSF vimeanza kusogea karibu na maeneo muhimu ya kijeshi na vinaonyesha ndege hatari zisizo na rubani, yani drones, zinazosaidia mashambulizi hayo. Raia hawajasanzwa. Mabaki haya ya video yanaonyesha mashambulizi kwenye masoko. Mwezi uliopita watu zaidi ya 75 waliuawa katika shambulizi msikitini. Waokoaji hawakukuwa na sanda za kutosha kuvika miili yote. Sama anasema mwanawe mdogo alizikwa katika kaburi la pamoja. Alikuwa ameuawa siku moja iliyopita, kaka yake akijeruhiwa. Makombora yaligonga uwanja wa shule waliokuwa wamekimbilia kupata hifadhi. Aligongwa kichwani na jeraha lilikuwa kubwa. Ubongo wake ulitoka. Mwanangu mwingine aligongwa kichwani na vipande vya bomu na pia mkononi. Mimi nilijeruhiwa mguu wa kulia. Mamia ya maelfu wamekimbia El Fasher. Wale waliobahatika kufika salama wanasema watu walishambuliwa, kuporwa na kuuawa walipokuwa wakitoroka. Umoja wa Mataifa unatoa onyo kuhusu halifu zaidi iwapo wapiganaji wa RSF watateka jiji hilo. Vikosi vya wanamgambo vinakanusha kutenda uhalifu wa kivita, vikijaribu kutuma ujumbe tofauti kupitia video mpya zinazoonyesha wakipokea wale wanaokimbia, lakini wengi wanahofu kuhusu kile ambacho wiki zijazo zinaweza kuleta. Ni Leila Muhammad akikamilisha taarifa yake Barbara Plett Asher. Na sasa viwanjani na jezi nambari tete Omari Mkavara. Eti mwenye anajiangalia kwenye jezi yako. Kwa nimesahau kwa jezi namba ngapi? Tende kazi. Namba 0 kumbe. Nianze moja kwa moja na matokeo ya ligi ya mabingwa barani Ulaya. Bingwa mtetezi PSG alimpiga FC Barcelona goli 2-1, huku washika mitutu wa London Arsenal wakitakata mbele ya Olympiacos kwa kuwapiga goli 2-0. Borussia Dortmund walipata ushindi mzuri wa goli 4-1 mbele ya Athletic Club Bilbao kutoka kule nchini Hispania. Karabag FK waliwashangaza FC Copenhagen nyumbani walipowapiga kwa goli 2-0. Newcastle United kutoka nchini England wakapata ushindi mzuri pia kwa kuwapiga Union Saint-Gilloise kwa goli 4-0. Monaco na Manchester City limalizika kwa sare ya 2-2, huku Erling Braut Haaland akifunga magoli 2 na kufikisha goli lake la 52 katika michezo 50. Hii ni ile michezo ya ligi mabingwa Ulaya pekee yake. Bayer Leverkusen wakatoshana nguvu na PSV kwa sare ya 1-1. Napoli waliweza kushinda 2-1 dhidi ya Sporting Club do Portugal, magoli yote
yote mawili ya Napoli yakifungwa na Rasmus Hojlund, huku manyambizi wa njano wa Villarreal wakitoshana pia nguvu na vivi vizee vya Turin Juventus kwa sare ya goli 2-2. Leo kutakuwa kuna mwendelezo ile michuano ya Europa pamoja na Conference League, lakini nikukumbushe tu nchini Tanzania, ligi kuu Tanzania bara ilipigwa hapo jana ambapo wekundu wa Msimbazi Simba Sports Club walijikusanyia alama 3 muhimu baada ya kushinda goli 3-0 dhidi ya Namungo, huku matajiri wa Azam wakitoshana nguvu na JKT kwa sare ya 1-1. Katika kikapu timu ya Miami Heat wamemuongezea mkataba nyota wake Nikola Jovic kwa kumsaini mkataba wa miaka 4 wenye thamani ya dola milioni 62.4 ambayo utaanza kutumika 2026-27 kabla mkataba wake wa sasa wa dola milioni 4.4 kuweza kumalizika. Wakati huo nikiwa namalizia, Golden State Warriors wamempa mkataba Al Horford wa miaka 2 ambaye ana umri wa miaka 39. Wakati siku anaondoka, chukua iponi milioni 62. Piga mahesabu ni shilingi ngapi kwa Chana na mimi wewe.